Ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wa CCM mkoa Mabala Kashinde Mlolwa, wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa, wajumbe wa kamati ya utekelezaji ya mkoa, pamoja na viongozi wote wa chama na serikali mlioko hapa. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu mgeni rasmi, jumuiya ya wazazi ni kati ya jumuiya tatu za Chama cha Mapinduzi CCM. Kila ifikapo mwezi wa 4 ya kila mwaka, jumuiya ya wazazi hufanya maadhimisho ya wiki ya wazazi, na leo hii jumuiya ya wazazi mkoa wa Shinyanga tunaadhimisha kwa kauli mbiu isemayo ushindi wa CCM 2025, jumuiya ya wazazi tupo mstari wa mbele. Lakini Chama cha Mapinduzi pia kimetupa kauli mbiu isemayo kazi ni utu, tunasonga mbele. Chimbuko la kuanzishwa kwa TAPA, maana stroko wazazi. Ndugu mgeni rasmi, umoja wa wazazi mpaka sasa una miaka 70, kwani ulianzishwa mwaka 1955, mwaka mmoja tu baada ya kuanzishwa kwa chama cha TAA mwaka 1954. Enzi hizo jumuiya ya wazazi ilikuwa ikijulikana kwa jina la TAPA, yani Tanganyika African Parents Association, nikiwa na maana ya chama cha wazazi Afrika wa Tanganyika. Umoja huu ulianzishwa kutokana na azimio la mkutano mkuu wa kwanza wa 5 uliofanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1954, na kuwachagua wajumbe wafuatao waende kuwaeleza wananchi katika majimbo na mikoa ya wakati huo. Wajumbe hao walikuwa ni kama ifuatavyo. Wa kwanza alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alikuwa amepewa uwenyekiti, lakini ndugu Patrick Kunambi mjumbe, ndugu Abbas Kandolo mjumbe, ndugu Jasper Kileo mjumbe. Wakati huo TANU ilikuwa ikiendesha shule zake za msingi 233 zenye idadi ya wanafunzi 15,000, na shule zilianzishwa na TANU kutokana na mfumo mbaya wa elimu uliokuwa unasimamiwa na serikali ya kikoloni ya Kiingereza, ambayo ilikuwa na tabaka 3, yaani shule za wazungu ambazo zilikuwa zinatoa elimu nzuri, lakini shule za Waasia zilikuwa na bora elimu kiasi, lakini shule za Waafrika zilikuwa zinatoa elimu duni. Kutokana na hali hiyo, serikali ya kikoloni ilikuwa inaandaa njama na mbinu ya kukifuta chama cha TANU kwa madai kuwa na kazi mbili kwa wakati mmoja, yaani kudai uhuru, lakini pili kuendesha shule. Baadaye TANU ilipogundua njama hiyo, tarehe 11 mwezi wa 9 1956, shule zote zilizokuwa zinaendeshwa na TANU kuzunguka majimbo ya mikoa yote ya Tanganyika enzi hizo, vikundi mbalimbali vya wazazi vilianzishwa kama vile Dar es Salaam kulikuwa na kikundi cha DAPA na MAPA, Tanga kulikuwa na kikundi cha APA, Kagera kulikuwa na kikundi cha kinaitwa Kinyagio, Mara kulikuwa na kikundi cha Twiboke. Vikundi hivi vilianzishwa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1957 na kuwa chama kimoja kilichojulikana kwa kifupi TAPA, na kuandikishwa katika daftari la serikali ya kikoloni na kupewa hati namba 1237. Ndio maana wazazi kusherehekea kila mwaka ifikapo tarehe 6 mwezi wa 4. Kwa msingi huo, TAPA ilikuwa chombo cha kwanza cha TANU kufanya kazi za siasa kwa kushirikiana na TANU. Mheshimiwa mgeni rasmi, madhumuni ya TAPA ya kuanzishwa kwa wakati huo ilikuwa ni pamoja na: moja, kupokea fikra, malalamiko na shutuma juu ya maendeleo ya watoto waliotimiza umri wa kwenda shule au ambao bado, ili viongozi wa TAPA waweze
kuendelea na wakuu wanaohusika na kuchukua hatua stahiki kwa wanaohusika. Mbili, kuwasindikiza watoto wanapokwenda shuleni popote katika Afrika ya Mashariki. Lakini tatu, kuwasiliana na wazazi ambao watakuwa tayari kuwafundisha watoto ambao maendeleo yao ya shule si mazuri. Lakini nne, kuwashauri wazazi kuwafundisha watoto kazi za ufundi na kazi za mikono. Mheshimiwa mgeni rasmi, TAPA kupewa ruzuku na serikali. TAPA baada ya kukabidhiwa na 5 shule nyingine ziliendelea kufunguliwa, ambapo zilikuwa ni zaidi ya shule 230 pamoja na chuo cha ualimu kimoja cha Mtunguru wilayani Ukerewe. Kutokana na jukumu jipya la TAPA la kuanzisha shule za ufundi na shule zote za msingi zilizokutwa zikiendeshwa na TAPA zilikabidhiwa serikalini mwaka 1976. TAPA ikaanzisha shule za ufundi na sekondari nchini. Mkutano mkuu wa 16 wa chama cha TANU ulifanyika tarehe 24 mwezi wa 9 1973, ambapo ulipitisha azimio la kuipongeza TAPA kwa kazi nzuri iliyofanyika hasa katika kuendesha shule, na serikali ikaagiza kuhakikisha TAPA inapewa ruzuku kwa ajili ya kuendesha shule zake za ufundi na sekondari. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi kwa maana ya CCM mwaka 1977, chama kilisisitiza umuhimu wa elimu. Ndiyo maana TAPA iliimarisha ikawa jumuiya ya wazazi ndani ya chama. Hivyo mpaka leo inaendelea kusimamia sera za Chama cha Mapinduzi na elimu katika kuboresha elimu Tanzania. Kuundwa kwa umoja wa wazazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, umoja wa wazazi unaundwa kwa mujibu wa katiba ibara ya 129 kifungu kidogo cha kwanza che na kifungu kidogo cha 3 na cha 4 na cha 5 katika katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la sasa la 2022 inasimamia maeneo makuu manne: elimu, malezi, afya na mazingira. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kuwakumbuka na kutambua viongozi wetu wakuu wa jumuiya ya wazazi kitaifa kuanzia iliposajiliwa hadi sasa. Wenye viti wa kipindi hicho tulikuwa naye Balozi Jobu Lusinde wa mwaka 1957 mpaka 72, lakini ndugu Jobu Kahamba ambaye aliongoza 1973 mpaka 77, ndugu Gibson Mwaikambo mwaka 1989 mpaka 96, ndugu Idi Muhammad Simba mwaka 1996 mpaka 2004, ndugu Abduli Mgini Malegesi 2004 mpaka 2007, ndugu Balozi Asmani Juma Muhina mwaka 2007 mpaka 2012, ndugu Alhaji Abdalla Majula Bulembo mwaka 2012 mpaka 2017, ndugu Edmund Mlolwa mwaka 2017 mpaka 2022, lakini mpaka sasa tunaye Fadhili Rajabu Maganya ambaye ameshika uongozi 2022 mpaka sasa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye taarifa yetu wapo pia makatibu wakuu ambao tuko nao, ambao tumeanza nao mpaka sasa. Tunaye katibu wa 14 ndugu Ali Salum Hapi ambaye ameshika uongozi 2024 hadi sasa naendelea. Ndugu mgeni rasmi, hao viongozi waliotumikia jumuiya ya wazazi tangu kuanzishwa kwake, ila wapo wazee wetu waasisi wa kwanza wa jumuiya hii ambao ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, lakini ndugu yetu Patrick Kunambi, ndugu Abbas Kandolo na ndugu Esi Kililo. Mheshimiwa mgeni rasmi, shukrani.
Kwa niaba ya kamati ya utekelezaji na wanachama wa jumuiya ya wazazi, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako wewe kwa kukubali kwako kuja kuungana nasi kuwa mgeni rasmi. Tunakushukuru sana, lakini pia kwa kuwa mstari wa mbele kwa kuisaidia jumuiya ya wazazi mara tu tunapokuwa tuna jambo letu, hasa tukihitaji ushauri, busara na hekima zako husiti kutusaidia. Kwa pamoja tunaendelea kukuombea kwa Mwenyezi Mungu akupe afya njema, akufungulie milango ya heri, akupe heri nyingi na busara, ili uendelee kuisimamia Chama cha Mapinduzi na jumuiya zetu kwa umakini, na hasa kwa kipindi hiki tunachokwenda kukianza muda mfupi ujao cha uchaguzi. Pia ninawashukuru viongozi wa kata hii ya Bunambiu, wilaya ya Kishapu. Nianze na Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake zote tatu za Chama cha Mapinduzi, kata na matawi, wanachama wote wa kata hii na kata jirani kwa kujitoa kwao kwa hadi kufanikisha jambo hili. Tunawashukuruni sana. Hitimisho, jumuiya ya wazazi mkoa wa Shinyanga, kwa heshima kubwa tunaendelea kukushukuru sana na kukupongeza kwa dhati Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea maendeleo katika mkoa wetu kama ifuatavyo. Miundombinu, Mheshimiwa Mwenyekiti ameboresha elimu, afya, maji, umeme na barabara. Tunasema mitano tena. Nirudie tena kukushukuru sana wewe na msafara wako. Tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kukutunza. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.